mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neema hii uliotupa leo. Umetupa amani katika nchi yetu, amani katika mkoa wetu, amani hata ndani ya mioyo yetu. Asante kwa ajili ya kutuweka mahali hapa. Sasa tunaomba Roho yako Mtakatifu atuongoze tunapokwenda kutafakari ujumbe wa neno lako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Somo letu siku hii ya kantate, lakini pia siku ya ibada ya wakfu, ni lile kutoka Zaburi ya 96 mstari 4 ya kwanza. Lilisomwa, kinaomba nilisome tena. Zaburi ya 96 mstari wa kwanza hadi wa 4. Neno Bwana linasema hivi: Mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana nchi yote, mwimbieni Bwana, libarikini jina lake. Tangazeni wokovu wake siku kwa siku, wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wake wote habari za maajabu yake. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wakuhofiwa kuliko miungu yote. Amen. Tuketi. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu aliyetujalia uzima na kutufikisha siku hii ya leo. Lakini jambo la pili ni kushukuru mheshimiwa mkuu wa kanisa kwa kunigawia jukumu hili muhimu na kubwa katika ibada hii. Naomba Mungu aniwezeshe kutenda sawa sawa na mapenzi yake. Leo ni siku ya Cantate Domino, siku ya mwimbieni Bwana wimbo mpya, au siku ya mwimbieni Bwana. Lakini pia ni siku ya pekee mno kwa askofu mteule mchungaji Christian Rehema Ndosa na msaidizi wa askofu mteule mchungaji Stanley Makasi Taburu. Lakini pia ni siku ya pekee kwa Diocese ya Dodoma na kwa kanisa la Mungu kwa ujumla. Mwimba Zaburi ya 96, 98 na zile nyingine za sifa zinatualika na kutuhimiza zikisema, tumwimbie Bwana wimbo mpya. Tumwimbie Bwana wimbo mpya. Swali la kujiuliza, upya wa wimbo unatoka wapi? Maana waimbaji utasikia safari tumetoa wimbo mpya, unaweza kukuta sauti mpya, maneno mapya, mahadhi mapya. Lakini mwimba Zaburi anaposema habari za wimbo mpya, ni kwa sababu ya upya wa mambo ambayo Mungu anayatenda, ambao waimba Zaburi wanasema matendo ya ajabu ya Mungu ambayo ni mapya kila kizazi na kila siku. Kwa kila kizazi huimba wimbo mpya kutokana na matendo makuu ya Mungu wanayotendewa. Musa na Miriam waliimba wimbo mpya walipovuka bahari ya Shamu, wakamshangilia Mungu. Lakini Debora na Baraka baada ya kushinda maadui waliimba wimbo wa kumshangilia Mungu. Hana baada ya kujaliwa kupata mtoto Samueli aliimba wimbo mpya. Mariam mamake Yesu aliimba wimbo mpya wa kumtukuza Bwana. Na sisi tunazo nyimbo mpya kwa matendo makuu ambayo Mungu anatutendea kila siku. Lakini pia kwenye somo la Ufunuo limetuambia kwamba tutakaposhinda tutaimba wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo, wimbo wa ushindi. Tunaimba wimbo mpya kwa sababu ya matendo makuu atutendeayo Mungu. Na ndani ya wimbo huu mpya kuna mambo yafuatayo. Zipo shukrani kwa kutendewa mambo makuu. Kwa hiyo ukipitia kizazi kwa kizazi walipoimba nyimbo, utaona kuna mambo aliyomshukuru Mungu kwa jinsi alivyowatendea. Lakini pia ndani ya nyimbo hizi, ndani ya wimbo mpya, kuna ushuhuda na kukiri juu ya ukuu wa Mungu, upekee wa Mungu. Hafu pia
ushuhuda kwamba ni nini ambacho Bwana ametutendea. Katika Zaburi tuliosoma mstari wa 2 hadi wa 3 anashuhudia mambo yafuatayo ya kuyatangaza ndani ya wimbo. Anasema, tangazeni wokovu wake siku kwa siku, wahubirini mataifa habari za utukufu wake, kwa kuwa Bwana ni mkuu na mwenye kusifiwa sana. Sasa itikio letu ni nini? Itikio letu ni nini? Na hasa siku hii ya Kantate. Siku ya Kantate tunakumbushwa itikio letu kuwa kujitoa maisha yetu yote yawe sifa na tukuzo kwa Mungu, kwa njia ya kutii neno lake na kwa njia ya kukubali kuongozwa na Mungu. Kuimba, alisema mwingine, sio kujiburudisha wala kuburudisha. Ni ibada, ni sadaka, ni mahubiri. Kwa hiyo kwa sababu ni sadaka, ni ibada na ni mahubiri, maisha yetu lazima yawe na ushuhuda. Wakati wengine tumeimba na kuhubiri kwa nyimbo, lakini maisha yetu yakiwa bado hayajatengenezwa. Kuna wengine sio washiriki hata wa meza ya Bwana, lakini wanahubiri, wanayotoa sadaka ya wimbo. Ebu Kantate tukumbushe kutengeneza maisha yetu, ili maisha yetu yawe ushuhuda na yawe tukuzo. Ndugu zangu, askofu mteule na msaidizi wa askofu mteule, siku ya leo mnapewa na kukabidhiwa majukumu mazito sana, wakati ambapo dunia imebadilika. Na kubadilika kwa dunia, jambo moja kubwa linaloendelea ni nafasi ya Mungu kuondolewa mahali pake. Kila mahali, pole pole na taratibu, nafasi ya Mungu inaondolewa. Nafasi ya neno inaondolewa. Ninaweza kufananisha kipindi cha namna hiyo na kipindi kile ambacho mwandishi wa kitabu cha Waamuzi katika mlango wa 17 mstari wa 5 na mlango wa 21 mstari wa 25 ameandika maneno haya. Anasema, siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya hayo aliyoyaona kuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Ndugu zangu, ikumbukwe kwamba pamoja na kwamba wana wa Israeli wakati huo wanadai kwamba hawakuwa na mfalme anayeonekana, lakini kwao Mungu alikuwa ndiye mfalme wao mkuu. Kwa hiyo manake nataka iseme kwamba waliacha kuongozwa na sheria ya Mungu, wakaongozwa na mawazo yao, wakaongozwa na ubinafsi wao, wakaongozwa na elimu zao, wakakataa sheria ya Mungu isiwe kipimo cha mambo yanayofanyika. Kwa hiyo hata kwetu sisi leo lazima tukumbushwe kwamba neno la Mungu lazima liweze kuendelea kusimama kuwa ndio kipimo. Ndugu zangu, askofu mteule na msaidizi wa askofu mteule, mlipobarikiwa na sisi wachungaji tulio wengi, tuliapa kwamba tunaamini neno la Mungu kama linavyoandikwa katika Agano la Kale na Agano Jipya, kwamba ni msingi usiokosea na kwamba tutausimamia. Lakini pia tulikiri kusimama kwenye maungamo na kiri. Hivyo ni vitu ambavyo vinatupa miongozo. Na hiyo ikumbukwe kwamba kusimamia kweli ya Mungu ni vita. Ni vita. Kusimamia kweli ya Mungu ni vita kati ya nuru na giza. Lakini pamoja na hayo yote lazima tusimame. Kama alivyosema jana Askofu Kesho Mshahara, alizungumza kuna mambo mengi yanayoendelea katika jamii ya waaminio. Hakika kuna maharibifu, kuna upotoshaji, kuna wanaojitokeza, hata mmewaona kwenye mitandao wakitukana vitabu vitakatifu, na wengine huku wakijiita ni kanisa. Nadhani ingehitajika njia
ya kuwaona na kuwahesabia kama watu wanaohatarisha amani ya nchi. Lakini pia Baba Askofu Kisho Mshahara alitaja yale yaliyotokea Kenya, mpaka Askofu Merio akasema, mimi ninatoka Kenya kwenye madhehebu yanayoua watu. Pole Baba Askofu. Lakini lililotokea Kenya ni fundo na fundisho. Lakini pia linajaribu kutukumbusha ndugu zetu wa serikali, yani nisingeamini sana kwamba jambo kama hilo litokee na kuendelea muda mrefu mpaka watu wapotee, halafu inakuja kuwa kama kushitukiza. Siamini kwa mfumo wa nchi yetu kwamba hilo lingeweza kuwa hivyo. Hawa ambao walikuwa wanapotosha, ungeona mojawapo wangekuwa ni serikali wenyewe. Lakini hiyo isifanye kwamba kwetu sisi tupo salama. Taratibu kuna mambo ambayo yanaendelea. Kwa mfano, yapo mambo yanayoendelea na unaweza kuyasikia kwenye mafundisho ya kirushwa kabisa kwenye vyombo vya habari. Mtu anawaambia waumini wake, waumini, ukishaokoka huwezi kuugua kwa sababu Yesu hakuugua. Nimesikia mara nyingi tu yanahubiriwa. Na kukatazwa kwenda hospitalini, kwamba unaendaje hospitalini mtu aliyeokoka. Yapo yanaendelea. Na ikasemekana mahali fulani mpaka mke wa mtu anayesema hivyo, mtoto ameugua, ameenda kwa siri na amechukua dawa, anazificha kwenye pilo ili mume wake asije akamuona kwamba anamnyosha dawa. Yani alijiongeza, lakini hakumsaidia mume wake. Sasa mambo kama hayo ni hatari. Ni hatari katikati yetu. Taratibu yanaweza kutupeleka mahali pasipo penyewe. Lakini jambo jingine ambalo sijui ni nani anayetakiwa kuliangalia, tupo hapa maaskofu na wa madhehebu tofauti tofauti, ni nani anayedhibiti mavazi. Kwa sababu mtu akitokea akasema mimi ni askari wa JUE, watamuuliza ni JUE wapi. Lakini mtu akitokea tu chumbani kwake kavaa vazi la kiaskofu akasema mimi ni askofu, hakuna anayemuuliza. Lakini anakuwa ameshazungumza cheo cha juu kabisa katika jamii na katika taifa. Sasa ni nani aweke mizania ya kuona kwamba tunakwenda wapi? Lakini nakumbuka mkuu wangu wa mkoa tukiwa kwenye mazungumzo alisema kwamba tunatazamia kila dini, kila dhehebu liwe na kitu ambacho kinaitwa checks and balances. Lakini isitokee kwamba mtu akisimama yeye ndio mfumo kamili unaojitegemea, yani hana mtu wa kumuuliza jambo lolote. Hiyo ni hatari. Hiyo ni hatari. Lazima kuwe na mfumo unaoweza kusema hapa umefanya hivi na hapa ulichokifanya sio sawa. Lakini kama anatokea mtu kwamba yeye ndiye peke yake mwenye mamlaka ya mwisho, mfumo wa namna hiyo ni hatari. Hicho nadhani vyombo vinaweza kufanya hiyo checks and balances, kufanya system auditing, kuangalia kwamba huu mfumo unakwendaje, nani anawajibika kwa nani, na ninadhani wanaendelea kufanya kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani. Ndugu zangu wapendwa, sasa katika mazingira hayo, askofu mteule na msaidizi wa askofu mteule na sisi wengine wote, ni kipindi kinachochosha. Ni kipindi kinachochosha kwa mambo yaliyopo. Ndio maana mtu mmoja alithubutu kusema dunia inaongozwa na watu waliochoka. Dunia inaongozwa na watu waliochoka, wanawaongoza watu ambao hawajachoka. Hii ipo hivyo kwa viongozi wa dini, lakini pia kwa viongozi wa serikali. Kwa namna hiyo, waombaji ni waombe. Waombaji ni waombe. Mnao wajibu mkubwa wa kuwabeba viongozi wenu. Mlivyokuwa mnamuombea mchungaji Ndosa, ni lazima mbadilishe. Sasa mnatakiwa kuvaa upako wa kiaskofu, mnamuombea askofu na majukumu ya askofu. Abebwe. Si kazi nyepesi. Maaskofu watakubaliana na mimi kwamba kuongoza na kuomba, hata ukipenda, mwili unakataa. Kwa hiyo waombaji, mjue mna wajibu, ili maisha yetu yawe tukuzo na ili kuweze kuwa na utulivu. Mtuombee sana. Mtuombee sana. Askofu ataapa kuongoza diocese
kama tuliwapa wengine, kuongoza dayosisi kwa utulivu. Nimelinganisha mimi, hii ni sawa na kuwapa kuendesha gari kwa utulivu kwenye barabara yenye mashimo. Tuongoze kwa utulivu na watu bado waweze kulala usingizi kwenye gari, waweze kunywa chai bila kumwagika. Kama sio maombi na nguvu ya Mungu, hatuwezi. Mtuombee ili maisha yetu yawe tukuzo na kanisa la Mungu libaki kusimama imara. Mungu atubariki na alibariki neno lake. Amen.